ungeniuliza mimi ni jambo gani la kwanza lifanyike, lazima tutafute reconciliation. Hii kutimwana au kumtoa mtu kwenye nafasi kwenye chama cha siasa cha upinzani, wala mkomoi my brother. At least angekuwa kwa CCM kwa mfano. Mtu akiwa kwa CCM anaweza akajipendekeza kwa sababu anajua kuna kaukuka wilaya, kaukuka mkoa, kuna ukurugenzi, si kuna vitenda vitatoka hapa na pale. Upinzani bro, unamkomoa mtu kwa jambo gani? Mtu anatumia resources zake, mali zake kwenye ujenzi wa chama. Alafu unakaa kwenye power, unaamini katika kufukuza. Siasa lazima uangalie namna gani unaleta watu pamoja. Kwa mimi ingekuwa ni ushauri wa general, tuone ni namna gani tunakirudisha chama chetu pamoja. Unakirudishaje chama pamoja? Ni kwa kutafuta njia ya suluhu kwa haya mambo madogo madogo ambayo watu wanatofautiana, mnakaa mnajadiliana, halafu mnafikia mahali ambapo mnaweza kufikia kwenye maamuzi kwamba jamani, okay, katika muktadha huu nafikiri sasa tuje katikati. Tumesikiliza hoja za upande wa kundi A na tumesikiliza hoja za upande wa kundi B. Tumezipima zote na ukonsulti sasa na makundi mengine, kwa sababu unajua wakati mwingine kwenye kufanya maamuzi usiyafanye tu binafsi, lakini unaweza kujipa muda wa kushirikisha na watu wengine wakakushauri. Tafuta timu ya watu wema wa kukushauri na kukupa mwongozo ili tuweze kurudi kuwa pamoja kama chama. Chadema ikirudi pamoja ina uwezo wa kufanya mambo makubwa. Hiki chama kilishafika mahali pakubwa sana na bado kiko mahali akija koromoka, kwa maana kuondoka kwenye lile eneo. Kuna misimamo tu ya watu imetofautiana hapo, ndio ambayo tunaiona inaleta changamoto za hapa na pale. Unaona mkishiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025? Sasa mimi hilo kwangu kiniuliza bado utakuwa umenionea, kwa sababu msimamo wa chama mpaka sasa ni no reform no election, na kanuni za maadili na nini zimesainiwa hapa juzi. Sisi chama chetu hakifanya nini? Hakikusaini. Ingawa pia kuna mvutano wa kisheria ambao umeibuka hapo kuhusiana na swala la kusaini kanuni na takwa la kikatiba dhidi ya sheria ya uchaguzi wa serikali za uchaguzi mkuu, maana uchaguzi wa madiwani, wa bunge na rais, ambao naamini bado, mimi kwangu naamini bado iko room, kwa sababu jambo lolote ni nia njema. Watawala walioko madarakani wasikilize hoja kinzani, hoja ambazo zenye misingi ya kisheria zinazojengwa na watu kutoka upande wa upinzani, kwa sababu wa siku nishaye kusema tena, hili taifa ni la kwetu wote na kila mtu ana mchango wake kwenye nini? Ana mchango wake kwenye hili taifa, kwenye kulifanya liende mbele. Kwa hiyo ungeniuliza mimi kuwa na hii misimamo ya kijinga, hizi kanuni za ovyo, kwangu bado sio sababu. Tunaweza kukaa ndani ya kipindi kifupi hiki tunaona ili tuende kwenye free and fair election. Kuna mambo fulani jamani tuyaamini. Hahitaji miujiza, unanielewa hahitaji miujiza, ni willing, yani ile willing, utayari kuwepo. Mimi sioni kama kuna shida ya haya mambo kufanikiwa. Mwisho kabisa, kama mwanachama wa kawaida, unaona katika kipindi hichi Mheshimiwa Mbowe anahitajika zaidi kwa ajili ya kurudisha mashua ambayo yanapigwa na mawimbi ya maji mazito ili mvuke salama? Mheshimiwa Mbowe sasa hivi jamani ni mwenyekiti wa chama mstaafu. Sasa hivi tunaye mwenyekiti wa Chadema taifa ambaye Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, kiongozi ambaye ana wajibu wa kurejesha kusimamisha chama kwa sasa ni Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ni sawa sana kusema kwamba kama tunauona uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia na lega, tufikirie kwamba tunaweza tukamrudisha JK aweze kunyoosha mambo. Ni jambo ambalo litafanya nini? Halitawezekana. Kwa hiyo aliyoko kwenye kiti, aliyoko kwenye madaraka ndio mwenye wajibu wa kuyaona hayo. Yawezekana anaona kuna gap, ama vile vile yawezekana akaona hakuna gap.
Kwa hiyo hayo mawazo ni ya kwake na ile timu ambayo ya watu ambao inafanya nini, inamshauri wamuongoze vema mwenyekiti ili aweze kufanyia kazi ambayo hata nyinyi wanahabari mmeniuliza hapa, ambao mngependa kuona yanatokea ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Yaani Freeman ambaye amekijenga hiki chama kwa umri wa ujana wake wote kwa miaka 30 na ambao amekuwa kwenye CHADEMA hawezi kuridhika kukibomoa ama kujaribu chama chake. Kwa na lazima pia tukubaliane, hiki ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Katika demokrasia kuna mawazo kukinzana, na ndio maana kwenye hiyo hoja yangu ninatarudi tu kusema, wakati wa mchakato wa maridhiano ndani ya chama, kuna baadhi ya viongozi ndani ya chama chetu na wengine wakiwepo kwenye kamati kuu hawakukubaliana na mtazamo wa maridhiano, na akiwepo ambaye ni mwenyekiti wetu wa chama kwa sasa na kina Godbless Lema hawakubaliana na mchakato wa maridhiano, wakawa wanapinga hadharani, wanazungumza ni mkutano wa hadhara, si unaelewa na maendeleo brother. Kwa leo kwenye chama kuwepo na watu ambao wanataka kushauri, jamani, sisi hivi chama tunavyofahamu, tusipokwenda kwenye uchaguzi tukakosa ruzuku kabisa ya kuendesha kazi za kisiasa kwa miaka mingine 5 ijayo, hiki chama kitazorota na kuanza kupotea. Hao watu wanapaswa brother kusikilizwa. Sasa kuna watu huku ndani ya chama, kwa sababu chama chetu pia lazima tukubaliane kimetekwa na baadhi ya wanaharakati ambao wako nje ya Tanzania, na Eriko alisema vizuri, kuna wanaharakati ambao wako mataifa jirani na wengine wako diaspora ambao pia wengi wao wanaishi kwenye hayo mataifa kwa ujanja. Yaani kuna watu wanafiwa hawezi kurudi kuja kuzika ndugu zao kwenye nchi yao. Kuna watu wanapata, yaani ndugu zao ambao wana madhira makubwa hawezi kurudi. Halafu hao leo ndio wamekaa wanachochea kwamba wanachochea kwamba inaitwa nini ile? No reform, no election, tutaelewana. Where are they my brother? Hawapo kwenye ground. Ndio maana nasema katika muktadha wa hiki chama kuna watu wamekipambania sana hiki chama kwa muda mrefu. Ukimtoa Freeman, viongozi wengine mikuki ambao wamefanya kazi kujitoa kwenye hiki chama, na hii CHADEMA ya leo ndio unayoiona watu wamekuwa wakifanya kazi kwa moyo wa kufanya nini, kwa kujitoa zaidi. Kipi kifanyike CHADEMA irudi kuwa pamoja na ikiwezekana mfanikiwe kwenye kile mnachokihitaji kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025? Kuna nafasi ya kukaa pamoja na kushiriki uchaguzi hadi hivi sasa? Kwanza, jambo la kwanza nafikiri jambo la muhimu ni muhimu tukatafuta namna ya mapatano ili tuweze kurudi gero na kisi ambayo imejengeka miongoni mwa CHADEMA leo ni kubwa. Kuna watu wanashutumiana na kupeana majina mabaya. Ovichi hao watu ambao wanapeana hayo majina mabaya ni watu ambao pia wametumia labda miaka 15 miaka